Ninachukua fursa hii kukusalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Shalom. Majina yangu ninayeongea nawe ninaitwa Dr. Lameck Kasumba Magorochini. Kwa neema ya Mungu ndiye askofu mkuu wa kanisa pendwa la Hebrews Camp Church for Nations, kwa kifupi HCC FAN. Niko hapa Mkolani, Mwanza. Tunapoelekea kumaliza mwaka huu wa 2025, jambo la kwanza ambalo tunapaswa kuanza nalo ni shukrani kwa Mungu. Kumshukuru Mungu kwa mwaka unaoisha, kumshukuru Mungu kwa mwaka uliopita, kwa mema yote ambayo Mungu alitutendea, kwa mengi mazuri ambayo Mungu alitupatia, Mungu alituvusha, lakini pia kumshukuru Mungu hata kwa changamoto ambazo tulizipitia katika mwaka mzima wa 2025, maana vyote tulivyovipitia kama changamoto hasi ni masomo ambayo Mungu alipenda kutufundisha, ambayo mengine yalikuja kwa ajili ya kutuimarisha. Kwa yote ni vema sana kumshukuru Mungu. Jambo la kwanza ni kumwambia Mungu asante hata kwa zawadi ya uhai katika kipindi chote cha mwaka 2025. Lakini jambo la pili, tunapaswa kufanya tathmini ya maisha katika mwaka 2025. Tunapaswa tujiulize nini kilikwenda vizuri katika mwaka mzima, lakini pia kitu gani hakikwenda vizuri, kinahitaji maboresho, kinahitaji mabadiliko. Katika mwaka 2025 nini tulijifunza ambacho kinaweza kikatusaidia kuingia nacho katika mwaka mpya kwa busara, kwa hekima, na katupa uzoefu yale mazuri ambayo tulijifunza katika mwaka 2025 yametupa uzoefu wa kuingia nayo katika mwaka mpya unaokuja wa 2026 ambao umebaki muda mfupi tuweze kuingia. Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana tunapojiandaa kuingia mwaka mwingine, mwaka mpya wa 2026, kuachilia yaliyopita. Usibebe maumivu, usibebe lawama, usibebe makosa ya jana. Siku zote ni hatari sana kuingia mwaka mwingine na maumivu ya mwaka ulioisha, kuingia na lawama, kuingia na ubaya uliokutana nao, uliopitia, uliolaumiwa katika mwaka 2025. Katika kitabu cha Wafilipi ile sura ya 3 mstari wa 13 imeandikwa, ni vema kuyasahau ya nyuma na kuangalia yaliyo mbele. Kwa hiyo ni vema sana kuachilia. Kuna watu ambao walituumiza katika mwaka 2025, tusiwabebe kuingia nao 2026. Ni vizuri 2026 tukaingia tukiwa na nguvu mpya, tukiwa wapya, tukiwa hatuna mizigo ambayo inaweza ikatuzuia au kutuchelewesha katika mwaka 2026. Jambo lingine la muhimu sana, nafikiri ni jambo la 4 sasa, ni kuweka malengo yenye mwelekeo katika mwaka unaokuja. Usiingie ukiwa hujaweka malengo. Ni vyema sana, sio taasisi peke yake, sio mashirika peke yake, sio makanisa au makampuni peke yake, hata mtu binafsi katika familia, katika ndoa, maisha binafsi ya kwako kijana, ni vyema sana kuweka malengo ya kwako. Malengo, unaweza ukaweka malengo ya kiroho katika mwaka 2026. Una malengo gani kiroho? Una malengo gani ya kihuduma? Malengo gani ya kiutumishi? Malengo gani ya kiibada? Malengo ya kifamilia? Malengo ya kiuchumi? Malengo ya kijamii? Malengo ya kiuchumi? Hata malengo ya kiafya. Ni vizuri sana kuweka malengo. Sawa na andiko katika Mithali sura ya 16 mstari wa 3, malengo ukishaweka, Biblia inatuambia kumkabidhi Mungu malengo yako. Hivyo unapoingia kwenye mkesha wa kuamkia mwaka mpya, vema kuingia kwenye maombi ya kumkabidhi Mungu
malengo yako kwa mwaka 2026 kwa maombi. Jambo lingine la 5, ni vizuri sana kuchagua mabadiliko. Usiweke malengo tu, lakini angalia vitu vinavyoweza kuzuia malengo yako kutimia. Inawezekana vikawa ni vitu vidogo vidogo sana, lakini vina uwezo wa kuzuia malengo yako. Ni vizuri kujifanyia masahihisho, kujifanyia mabadiliko ili visikuzuie kufikia ufanisi, kufikia mafanikio yako katika mwaka 2026. Jambo la 6, tunapoingia katika mwaka 2026 pamoja na malengo uliyojiwekea, ni vema sana kuingia mwaka kwa imani na kwa matarajio makubwa. Kuna vitu vilikwama, kuna vitu havikufanikiwa katika mwaka 2025. Unapoingia 2026, ingia kwa imani na matarajio makubwa kwamba mwaka 2026 kuna matumaini mapya, kuna matarajio makubwa, kuna vitu vikubwa Mungu anaenda kuvifanya katika mwaka 2026. Jambo la mwisho kabisa kwa leo, mafanikio ni watu, fedha ni watu, tajiri ni watu, ushindi ni watu. Imarisha mahusiano yako mazuri na watu sahihi na watu wazuri watakao kufanya uweze kufanikiwa katika mwaka 2026. Mwisho kabisa, nikutakie heri, baraka na mafanikio makubwa mapya katika mwaka 2026. Mwaka 2026 uwe ni mwaka wenye amani, wenye afya njema, wenye baraka za kimwili na kiroho, wenye mafanikio na neema tele katika kila unalolitenda, katika kila unaloliwaza, hata katika kila utakalolinena. Mungu akaachilie baraka na mafanikio ya kupita kawaida, kufungulie milango mipya, akujaze hekima katika kila hatua ya maisha yako kwa Kristo Bwana wetu. Nimeomba nikiamini, imekuwa amen.